tuweze kumshukuru Bwana. Mshike mkono. Shukuru Bwana ndio tuweze kuingia katika ibada, na ninawakaribisha walio mbali, wale wako nchi za nje. Niko na wageni wengi sana huko. Ninaomba tuweze kuwa katika ibada pamoja. Wale tulio hapa, naomba tuweze kupelekana pamoja sisi wote, kwa sababu ya mapenzi ya Bwana ya siku ya leo. Wacheni tuweze kuomba pamoja. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa utukufu na nguvu. Mamlaka yako Bwana Jehova Jireh inatenda kazi pamoja nasi katika nafasi hii. Asante kwa sababu umetuinua katika maisha yetu ya rohoni. Umetuinua Bwana Jehova Jireh mtakatifu katika maisha yetu ya mwilini. Asante kwa sababu mbeleni tulikuwa tunatawaliwa na mwili, lakini siku ya leo Bwana, kama kanisa lako tunatawaliwa na Roho wako Mtakatifu. Tulikuwa tumezaliwa katika mwili Bwana, lakini sasa Bwana Jehova Jireh tulizaliwa mara ya pili katika Roho Mtakatifu. Asante Mfalme wa ajabu, tulikuwa Bwana Jehova Jireh tumezaliwa nje ya mapenzi yako Mtakatifu, lakini sasa kwa sababu ya kuamini neno lako Mfalme, tumezaliwa katika Kristo kulingana na kitabu ya John 1. Wewe ni Mfalme na wewe ni Mungu. Katika hekima yako Bwana Jehova Jireh tumeipokea. Tumepokea revelation knowledge, tumepokea wisdom knowledge, tumepokea Bwana Jehova Jireh yale yote ulikuwa umetuwekea ndio iweze kuwa nguvu zetu na uwezo wetu na mamlaka yetu. Asante ni kwa sababu tumeinua mikono yetu mbele zako Mtakatifu. Ni kwa sababu Bwana wetu na Mungu wetu Mfalme, hivyo ndivyo unavyotaka. Watu wote Bwana Jehova Jireh wawe kwako Mfalme, wakikuinua, wakikutukuza, wakikutazamia kama vile wana wa Israeli walipokutazamia wakati ule ulimwambia Musa aweze kutengeneza nyoka wa shamba. Na ndio watu wale wote wameumwa waweze Bwana Jehova Jireh Mtakatifu kuponywa. Pokea sifa. Sisi wote tulikuwa tumeumwa. Tulikuwa tumeumwa na dhambi. Tulikuwa tumeumwa Bwana Jehova Jireh na kutokuwa na imani ile Bwana Mfalme ilikuwa inaondoa hukumu ndani ya mioyo yetu. Lakini siku ya leo Bwana Jehova Jireh umetushindania. Tumetambua yale yote yaliyokuwa Bwana Jehova Jireh sija kwetu, yaliyokuwa kifo kwetu, yaliyokufa Bwana Jehova Jireh umaskini katika maisha yetu, mateso mengi Bwana Jehova Jireh tumeyatambua sasa Mfalme, umeshayaondoa kwa uwezo wako na kwa nguvu zako. Asante Mfalme, sisi ni watoto wako Bwana Jehova Jireh kujiumbia. Sisi ni watoto wako Bwana Jehova Jireh kujiinulia. Sisi ni watoto wako Bwana Jehova Jireh Mfalme kujiokolea. Wewe ni mtakatifu na wewe ni mwingi wa rehema Bwana. Umetupa Bwana Jehova Jireh treasures kwa wingi na kwa wisdom. Ile Bwana Jehova Jireh inayotawala ndani ya maisha yetu Mfalme. Na ni katika mioyo yetu Bwana Jehova Jireh tumepokea hiyo hekima. Na ni katika mioyo yetu Bwana tumepokea huo ufunuo. Ni katika mioyo yetu Bwana Jehova Jireh tumeondokewa Bwana Mfalme na kitu tunaita uoga. Ni ndani yako Bwana Jehova Jireh tumepokea Bwana kufunguliwa na kupokea haki ile Bwana Jehova Jireh haiwezi elezeka na midomo ya watu kulingana na vile ilivyo. Asante ni kwa sababu Mtakatifu mwenye nguvu, tumejua sisi Bwana Jehova Jireh sisi ni viumbe vipya. Wakati wowote ule Bwana Jehova Jireh tulipokea hekima ile itokanao ile itokanao Bwana Jehova Jireh na kuzaliwa mara ya pili. Pokea sifa Bwana wetu na Mungu wetu. Utakatifu Bwana Jehova Jireh ndio Bwana Mfalme unanena ndani yetu. Pokea sifa Bwana. Neema yako Bwana ndio inanena ndani yetu. Pokea sifa Bwana Jehova Jireh. Ushindi wetu Bwana ndio unanena ndani yetu. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakuinua na tunakutukuza. Na ni kwa sababu ya haya yote Bwana Jehova Jireh sisi Bwana Mfalme tutanena utakatifu, tutanena neno lako Bwana, na tutaweza kufanya wengi waweze kufunguliwa. Ni kwa sababu umetuita tu kwa jambo moja Mtakatifu. Tuokoe watu wengi Mtakatifu kupitia neno lako, kupitia kuhubiri Bwana Jehova Jireh Mfalme katika taifa lote, na kupitia Bwana Jehova Jireh Mtakatifu kuwaponya Mfalme, kwa sababu umetupa nguvu na uwezo. Pokea sifa Bwana. Asante ni kwa sababu mambo yale mengi yalikuwa yanatutapisha katika mioyo yetu na katika familia zetu, nyumba zetu Bwana, kwa watoto wetu Mtakatifu. Baba, leo tunanena na tunaamini ya kwamba yote yamekatika na yamekwisha. Ni kwa sababu tumeamini neno lako Bwana. Siku ya leo wale wote tumeamini yale yote yalikuwa tatizo Mfalme wa ajabu, magonjwa, kukosa fedha,
kweli katika jina lako Yesu Kristo. Siku ya leo Bwana Jehova Jireh hawatatawaliwa na utawala wote wa giza. Giza yote imeondoka ndani yao. Hawatatawaliwa Bwana Jehova Jireh na kujituma na kujiongoza. Sasa Bwana wewe ndio utawaongoza, wewe ndio utawainua, wewe ndio utawabariki na wewe ndio umewabariki. Sasa watajitambua undani wao Bwana Jehova Jireh. Yaani ile njia wanafaa kuifuata na kuelekea kupitia katika jina lako Yesu Kristo. Pokea sifa Bwana, ninawabariki watu wao wameshikana mikono pamoja mahali hapa. Ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh tuko hapa ni kwa ajili. Ni kwa sababu tunajua ulituita Bwana tukiwa na kusudi. Na ndio Bwana Jehova Jireh tuweze kusimamisha na kurekebisha mfalme. Yale yote Bwana Jehova Jireh uliyoyaacha kama hajarekebika. Pokea sifa Bwana mtakatifu mwenye nguvu. Yote yale haijakuwa imekamilika ukatutuma ukatuambia twende tukakutane na wao. Tuambie ukweli wako Bwana. Ni kwa sababu hakuna hata mmoja ataingia katika ufalme wa mbinguni kama Bwana hajatambua. Na wote neno lako juzi tulisoma tukaona ya kwamba wote wametambua, wote wamesikia. Sasa ni wakati wao Bwana Jehova Jireh wakukubali ya kwamba kazi yako Bwana imefanyika ndani yao. Baba wetu na Mungu wetu, ninakuomba katika haki yako na katika kazi yako Bwana Jehova Jireh, wacha yote ikaweza kufanyika kama vile ilifanyika ndani ya Daudi. Daudi aliamini Bwana Jehova Jireh akiwa tu malishoni na akajua ya kwamba yote yatawezekana katika kwa nguvu yake Bwana, hawala uweza wake, ila ni kwa uwezo wako Bwana Jehova Jireh. Na ndio alitumia mara wakati ule alikuwa anaondoa Goliath kwa wana wa Israeli. Bwana wetu na ukampa ushindi mkuu mfalme, na akasimama katika wema na katika fadhili Bwana, na ikaonekana mfalme wa ajabu, ati mfalme wewe pia uko pamoja naye. Sasa sisi Bwana Jehova Jireh tunajua na tunaamini ya kwamba kama vile Kristo Yesu alikuwa na mitume na mitume wakaweza kushinda, sisi hivyo ndivyo tulivyo siku ya leo. Ushindi uko baada yetu Bwana. Ukweli uko baada yetu mfalme. Uzima uko baada yetu Jehova. Wewe pia Bwana mkamilifu kushinda yote Bwana. Mikono ya watu hawa Bwana ibarikiwe. Jehova Jireh, nyumba zao zibarikiwe, kazi zao zibarikiwe, na kila jambo Bwana wanapokihitaji Bwana mfalme wa ajabu wataamini kutokana na wewe Bwana kuna uwezo na kuna ushindi. Jehova, ninawaombea waweze kuyapokea. Ni kwa sababu ya utukufu wako na ushindi na utukufu wako Bwana na neema yako. Kila ngome Bwana Jehova Jireh imesimama juu ya maisha yao na juu ya familia zao na juu ya mambo yale yote wanaoyafanya. Nasema hizo ngome sianguke chini ya miguu yao. Ndio Bwana, kwa sababu umewapa ushindi mfalme wa kushinda chochote kile Bwana tunapingana na wao katika jina lako Yesu Kristo. Nimewaombea Bwana Jehova Jireh mahali waendapo na warudipo. Wacha Bwana kazi yako iendelee kuonekana na kutimika katika maisha yao siku zote katika jina lako Yesu Kristo. Neno lako wakati linapoingia ndani yao liweze kuwa msaada mkuu Bwana, na waweze kujua Bwana Jehova Jireh uliwateua, uliwatenga na ulimwengu na watu wasio na imani. Jehova, ndio waweze kujua ya kwamba mapenzi yako ni watu wao waweze kutembea kulingana na vile wewe upendavyo. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen. Amen. Wacha tuweze kupata nafikiria tunaendelea. Nataka kutamatisha ile message nayo last Sunday, na wewe umefungua na uliza swali. Our message ilikuwa message gani? Kwa sababu kuna message mbili hatukukamilisha. Ya Sunday ndio nataka tuweze, ya Sunday na ya last Sunday ndio natamani tukamilishe, na kuna ingine tulikuwa nayo hata hiyo hatukukamilisha, lakini tutaenda kukamilisha kwa sababu natakanga tuweze kuelewa, kutambua, kuingia katika sehemu nyingi ndani ya maandiko tuweze kutambua mambo yale yamefichwa ndani ya maandiko. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa sababu watu wengi
wale tunao tunaendelea tu na kuamini, foundation yetu itakuwa kamili. Bwana asifiwe. Na inaendelea tu kukamilika. Inakamilishwa na nini? Foundation na neno la Bwana. Bwana asifiwe. Wakati wote tunapoamini neno la Bwana, foundation yetu pamoja na Christ inakuwa dhabiti. Kwa hivyo nauliza message yetu tulikuwa tunahitaji hapo ni kazi. Ilikuwa inasema Mungu ndo anatufunza holiness. Mungu ndiye anatufunza holiness. Nimeelewa hiyo. Nataka kwanza sasa turudi. Why you need the Holy Ghost? Nataka nikamilishe. Na nimejua hiyo hiyo ile tulikuwa tunaendelea nayo ya Sunday. Sasa leo nataka tuweze kukamilisha kwa ile ilikuwa ndio tuweze kukamilisha hivi. Bwana asifiwe. Why you need the Holy Ghost? Nataka tuende hivyo tuweze kuwa, sababu kuna mahali nataka tuweze kufika, na wakati mwingine hata kuna wakati ninarudia message, ninairudia. Wakati ninapoirudia nairudia kwa sababu nataka iweze kuingia na kukomanda ndani yako. Bwana asifiwe. Na ninataka tuweze kufungua katika kitabu ya Acts 2. Acts 2:1-4. Acts 2. Acts 2:1-4. Tena hata sio kuikamilisha, tunaikamilisha. Tutaendelea, lakini kwanza nifikishe mahali nataka. Acts 2:1-4, Lord. Acts 2:1-4. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord and in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. Bwana asifiwe. Nataka tusome hapo tuone kwamba hata ilipotimia siku ya Pentekosto, walikuwako wote mahali pamoja. Bwana asifiwe. Neno linatuambia na walifanyika kuwako wote mahali pamoja. Kwa sababu gani? Nini kilifanyika? Kwa sababu Yesu wakati alipofufuka alimwambia nani waende wakae mahali pamoja? Nani alituma? Kwa kwanza aende aambie mitume waweze kukaa mahali pamoja mpaka wakati ule watapokea nani? Roho Mtakatifu. Nani alituma wa kwanza? Tuna mambo kama haya tunafaa yote kuigua, tunayatambua. Unajua wakati unaona tunaambia mtu rudi nyuma usome Biblia wakati tunapohubiri. Bwana asifiwe. Kwa sababu sisi hatuwezi kusoma chapter yote, lakini unakuta tunaruka. Bwana asifiwe. Sasa wewe tunachukua huu mstari, tunachukua mwingine. Kwa hivyo hiyo yote unaona tunaruka. Soma ndio uweze kuelewa vyema. Tunajua wakati Yesu alipofufuka, nani wa kwanza alienda kumwangalia katika chumba? Magdalene, Mary. Bwana asifiwe. Na Mary Magdalene ndiye aliyetuma akamwambia enda uwaambie wanafunzi wengine. Bwana asifiwe. Mwende mkae mahali pamoja, kwa sababu yeye alikuwa tayari kwenda ndio aweze kukaa nao 40 days akiwakumbusha yale yote alipokuwa amewafundisha. Bwana asifiwe. Sababu alikuwa anajua akiwa sasa katika hiyo nafasi ya ufufuo hawezi fundisha na hakuna mtu ataweza kufundisha kutoka hapo. Yesu Kristo kazi ya kuzunguka katika ulimwengu
ilikomea hapo. Wakati alipokufa kufufuka, alikaa na wao 40 days ndio aweze kuachia nafasi. Wakati tu aliwatuma wakati wa hizo 40 days, wakati alipowakumbusha, mnakumbuka ni make wakati alikuwa anawauliza alikuwa anawakelelesha kuwauliza, yani alikuwa anawauliza, nyinyi watu wasioamini, watu wa imani sio wakamili, Bwana asifiwe. Ni kwa nini hamuamini? Tuko pamoja? Yale nilikuwa nimeyasema. Kwa hivyo watu wa Mungu, wakati mmoja tunapoona mahali tumefika, wewe nawe chukua hiyo jukumu nyingine. Ende utaki kujua huko kwingine namna gani. Tuko na time. Hatuwezi sema hatuna time. Tuko pamoja watu wa Mungu. Sawa, akatumwa na wakaweza kukaa katika mahali pamoja na Roho Mtakatifu kulingana na vile tumesomewa akaja juu yao. Na hata alipotimia siku ya Pentekosto walikuwako wote mahali pamoja. Wacha tuangalie namba 2. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ikienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Hebu fikiria, kulikuja uvumi. Hebu nikuulize mtu wa Mungu, uvumi ni kitu kinaoonekana ama ni kitu hakionekana? Haleluya, Bwana asifiwe. Uvumi ni kitu hakionekani kulingana na neno. Wacha tusome Kiingereza. Naona pia Kiingereza ama wacha nirudie. And suddenly there came a sound from heaven as of a lashing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Kwa hivyo kile kilikuja ndani yao, kile kiliingia ndani yao, kinaonekana hakionekani? Jibu, hakionekani. Unafaa kujua na kuelewa ya kwamba uhusiano wako na Mungu, na wakati mmoja unapofanya kazi pamoja na Mungu, jambo lolote linalofanyika ndani yako halionekani na haligusiki na halitambuliki hata na neighbor, halitambuliki na bwanako, halitambuliki na bibi yako, halitambuliki na watoto. Wewe tu mwenyewe ndio unalitambua. Wao ndio walisikia huo uvumi. Haleluya. Na wakati ulipoingia, kitu ya kwanza hata wao hawakuelewa ni nini hiyo imekuja kukimbia ndani yao. Bwana asifiwe. Walijikuta wakati kiliingia, walianza kunena na lugha mpya. Wakati wema wa Bwana unapoingia ndani yako, utajikuta ukinena yale watu hawaelewi, kwa sababu unanena kitu hakijazoeleka, eleweka na watu. Na ndio tunasema, yani unahama katika natural unaingia katika supernatural. Bwana asifiwe. Amen. Na wakati wote unaponena supernatural things, watu wengi hawakutambui. Watu wengi wanakuondokea. Unakuwa hata hauna marafiki, sababu mambo yale unenao watu hawatatambua vyema. Na ndio hata siku moja waliambia Yesu ya kwamba anatumia nguvu za Hebu ongea, hivi unasema ndio ukweli. Walimwambia Yesu anatumia nguvu gani? Bali anatumia nguvu za huyu anatumia nguvu maroho isiyo. Na Yesu akawaambia, kama ingekuwa hivi, nguvu za Shetani hasingeweza kufukuza nguvu zingine za Shetani. Kwa hivyo ni lazima kuwe kuna nguvu katika hizo nguvu zote mbili. Kuwe na moja iko na uwezo na ni tofauti na ile ingine, kwa sababu Shetani hawezi
maisha yetu tunapigwa kwa sababu huyo tumemwachilia amekuwa na uwezo na nguvu kuliko yule aliye ndani yetu. Haleluya. Ndio mnakuta wakati yule muovu ama jambo limekuja katika maisha yetu, likichukua hatua linaacha kama limekugongesha chini. Bwana asifiwe. Amen. Linakuacha kama umeachwa ukiwa na hukumu kali sana ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu ulikosa kutambua aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye nje. Yesu alikuwa na uwezo mkuu kuliko uwezo wowote ulikuwa kule. Kwa hivyo hata wakati aliwekwa pamoja na yule anaitwa Dagon, si ndio? Wakati waliwekwa pamoja na Dagon, siku ya kwanza Dagon alifanya nini? Alianguka. Hiyo ndio ni sanduku la agano la Kristo. Yes, Dagon alianguka. Siku ya pili wakamuinua na wakaweka tu sanduku la agano pale Kristo. Nini alifanya? Alikatika vipande. Na wewe wakati wowote utatambua ni nani aliye ndani yako, utafanya chochote kitakuja ndani yako kinyume na mapenzi ya Mungu. Kitakatika, hakuna wakati kitaweza kurudiana ndio uweze kukuingilia. Yora igua. Wakati utakapotambua ni nani atawalaye ndani yako, iwe kitu kile kinaonekana kikiwa na nguvu namna gani, uwezo namna gani, kikikuja tu ni vipande. Alisemaje sana tulisoma pamoja nani? Katika kitabu ya Isaiah 45 hivi kitu kama hiyo tulisoma kusoma. I think ni Sunday ya tulisema ya kwamba alimwambia Silas, nitakwenda mbele zako. Ni Sunday ama ni Sunday gani? Yes. Nitakwenda mbele zako. Nitapashawashisha, si ndio? Chochote kile, mawe, yale manono, milima, kila kitu, milango ya shamba, milango ya chuma, zote nitakatakata, si ndio? Kile kimetakataka na kile kimeshawashishwa, kitaweza kuwa na nguvu tena katika maisha yako? Kitaweza kuwa na uwezo tena? Bwana asifiwe. Kwa nini yule muovu ako na uwezo ndani yetu? Ako na uwezo hata kama wakati tunasema sisi tumesamehewa dhambi, ako na uwezo kwa sababu hatujamtambua kikamilifu ni nani aishie ndani yetu. Katika kitabu ya First John, katika kitabu ya First John 3, kitu mstari wa 19. Hebu naomba fungua tu kidogo. First John 3 mstari wa 19 18 and 19. Tutarudi hapo tumekuwa. Rona? My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. 19. And hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before Him. For if our hearts condemn us, God is greater than our hearts and knoweth all things. Kicho kinatukodem kwa nini? Sababu hatujajua Mungu ni mkuu kuliko mioyo. Mungu ni mkuu kuliko majaribu yote inayotukuta. Mungu ni mkuu kuliko mlima wowote ule umesimama mbele yako. Kiswahili inatuambia na Mathayo 20 inatuambia ikiwa mioyo yetu inatuhukumu, kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu, naye anajua yote. Bwana asifiwe. Wewe ukijua Mungu anajua mambo yote, hukumu yoyote ndani yako haiwezi simama, haiwezi fanya kazi. Bwana asifiwe. Inafanya kazi na inapata uwezo wa kutuhukumu na kutuangusha, ama kufanya kutuangusha. Unajua mtu aliye ndani
ya uzima hawezi rudi nyuma. Ile kitu inafanyika, unakuta yani umefikia, umekosa nguvu, yani hata sijui mtu vile anasikianga, lakini unaona na unaanza yani unaelekeza mishale yote yako yote kwa Mungu. Unaelekesha mishale kwa Mungu kwa sababu unaona Mungu ana yani kama hana uwezo. Kwa sababu hata huu mstari ukiangalia vizuri kulingana na vile umeandikwa ni ya kuonyesha ya kwamba tumekosa kutambua uwezo wote uko kwake, na yeye ako wapi? Ako ndani yetu. Kwa hivyo hakuna jambo unaweza shindwa ukimtambua yeye ni mkuu na ni mwenye uwezo na ni mwenye mamlaka na ako na nguvu zote. Na huu mstari wa 19 kuna kitu tumesomewa. Ati katika hili tutafahamu ya kwamba tu wa kweli, nasi tutaituliza mioyo yetu mbele zake. Wakati utatambua wewe neno la Bwana kazi yake ndani yako, wakati utakapotambua kazi ya Kristo ndani yako, utatuliza moyo wako ama utautuliza? Haleluya. Turudi kwetu mahali tumetoka katika tabia. Tusitoke nje tena sana. Ili mambo naomba Mungu foundation yetu iweze kuendelea na kuwa na nguvu. Foundation yetu iweze kuendelea ikiwa na nguvu. Na yote itakuwa na nguvu kupitia kazi ya Kristo Yesu ile tunayo nena yake. Katika hiyo Act 2 tumeanzia 1. Mstari wa pili inasema, mstari wa pili, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo na nguvu ikienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Uvumi ukaijaza nyumba yote. Bwana asifiwe. Nini kinachoendelea mahali hapa? Nini kinachoendelea mahali hapa? Kuna uvumi unafaa uingie ndani yako. Haleluya. Sio njia ya kuonekana, kusikika, kuhusika. Bwana asifiwe. Ni ukubali hii kazi yake inafanyika katika siri. Kazi yake ni siri. Na ndio tumesema wacha tuwasome mstari wa 3. Kukatokea dini zilizogawanyikana kama dini za moto uliowakalia kila mmoja wao. Haleluya. Kukatokea dini ama kukatokea dini zilizowakalia. Unafaa kuelewa mstari ule wa pili, unafaa kujibu mstari wa 3. Mstari wa pili ujibu mstari wa 3. Ya kwamba uvumi ulikuja kama upepo. Dini unasema zikaonekana zimewashukia. Sio ni kitu wewe sasa ukifika mstari wa 3 ni kitu unataka kusema kinaonekana. Tuko pamoja ama tuko pamoja? Ukikosa kusoma namba 3 kwa roho, wewe utaona kitu. Lakini ukisoma kwa roho utaelewa uvumi. Roho huo ulikuja kama upepo. Netoajitana. Ndio moyoni mwako na akili zako uondoe nini? Types and shadows. Uondoe kiburi yoyote inaweza kuja ukiwa ndani ya maisha yako ya rohoni, uanze kutaka sasa kuona na kugusa. Ndio uweze kuingia katika nafasi ya imani yani hii kitu tunaita
Yaani Yesu alikuja na kitu tunahitaji faith, grace. Na you are friend. Tutahubiri na nini? Bwana asifiwe. Kila kitu tunaponena juu yake kuhusu Christ ni faith. Na chochote unakipokea katika njia ya kubili. Kindu gyote kimaina na Kristo tukiamukagĩra na njĩra ya kuoya kana kuona. Kindu gyote kimaina na Kristo ukiamukagĩra na njĩra ya gwĩtĩkia. Mstari gani? Roma 10:4. Soma tu. Romans 10:4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Yeah. Yeye ndiye mwisho wa sheria kwa yeyote yule. Kwa hivyo usioamini hauwezi pokea chochote kutokana na Kristo. Kwa hivyo mtu aliye chini ya sheria na mtu aliye chini ya neema ni tofauti sana wakati mtu anapopokea. Mtu aliye katika sheria ya Musa ama sheria, yeye hana shida nyingi, kazi yake ni kuchukua tu. Lakini moyo wake unaachwa ukiwa empty. Habadiliki, ni jiwe. Ni moyo mkavu. Yesu akasema, nitatoa huo moyo wa mawe niweke moyo wa nyama. Hiyo ni kitabu gani? Yeremia. Nitatoa moyo wa jiwe niweke moyo wa nyama. Sababu moyo wa jiwe ni moyo gani? Sheria. Moyo usiopokea kitu kutoka kwa Christ. Hallelujah. Na akasema kwamba wakati nitakapoweka huo moyo wa nyama ndani yao, watapokea ngano, nini ingine? Ngano, divai na mafuta. Hallelujah. Watapokea Holy Spirit, watapokea neno na watapokea nini? Bwana asifiwe. Amen. Yesu akanena yote. Sababu wanataka watu waweze kutofautisha. Kabla yake kufa, kazi ilikuwa na mnanga. Baada yake kufa, kazi nayo ilienda na mnanga. Wewe wakati unasema nimesamehewa dhambi, kazi yako na msamaha wa dhambi zinaenda na mnanga. Sio kama vile ulipokuwa ukipokea mwanzo. Chochote utakipokea kama vile ulivyokuwa unapokea mwanzo. Haleluya. Kule hakuna na unadanganyika mara ngapi? Mara mbili. Unakuwa mbaya kuliko yule ataingia katika grace. Unadanganyika mara mbili. Neema. Na katika sheria na ni katika sheria. Uwe baridi ama uwe baridi katika sheria. Uwe moto katika Kristo. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo ni vitu gapi unafikiria unaweza pokea wakati wote moyo wako ulio nje ya imani? Hakuna kitu unaweza pokea ya Kristo
Namba 2, hakuna kitu ya hepe unaweza pokea, sababu tutakuwa kujifundisha juu ya sheria na inaitwa maandani na sheria sita. Okay, maandani commandment na ile ingine law. Bwana asifiwe. Tutakuja kuona tofauti ndani yake kwa sababu iko na tofauti. Tutasiangalia tusione vyema. Ndio wakati tunasema juu ya the law of Moses na ingine tumesema commandment tutaiona kwa njia ingine tofauti sana, na ilikuja wakati gani? Kabla sheria. Bwana asifiwe. Tutaiona, lakini watu wanasichukua zote, wanachanga na commandment inaonekana ikiwa kama ni mbaya kwa sababu ya sheria ile ilikuja, lakini commandment haikuwa na hatia. Bwana asifiwe. Hata ukua tukwambia hapo pengine anajua kabisa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo watu wa Mungu, please, wache, kama wewe uliamua kuwa ndani ya Kristo, wacha moyo wako uamue. Yesu hakuwa na kitu chochote kile kinaweza mtoa, na hata Peter akasema twende wapi na wewe pia uko na uzima uko ndani yako, tutaenda wapi sisi? Ni kutuambie na wewe na muone. Kwa hivyo wakati unaangalia na unatazama kitu chochote kinaweza letea moyo wako tatanishi na kukuonyesha kama sasa umefika katika nafasi ya kudanganyika. Kama uko ndani ya neema yenyewe, danganyika neemani. Lakini ingesekera ni wake. Onabete wewe kile kuhekeza kila kwa na kirekereria mundu mugima. Tipo yake tikira kuhekeza kila kwa akirekereria mundu mugima. No mundu ya mundu ile yera hikisikira kwa kihera kutasi. No mahumake ma nitukuona nginya okinya ndio nginya wako mako manne. Tukuona mabuchi. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. So kwa hivyo namba 3 ikatwambia kwamba kukawatokea dini zilizogawanyikana kama dini za moto. Kama tena mtu anaangalianga tenses kama ama kile kinashikanisha nini, kinashika sio ate kukatokea dini za moto, si kukatokea dini za moto. Ni nini kilitokea? Kama dini. Kwa hivyo sio kitu, sio hiyo. Niliona mtu alikuwa anakaa kufanana na nimedelea bodo sio nyoni ile nitakuhaneta. Bwana asifiwe. Wakaona ndimi zikashuka kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Yesu alisemaje? Nitampa roho wa Mungu, nitambatiza si kwa maji lakini kwa roho na wa moto. Bwana asifiwe. Kwa hivyo roho wa moto si kitu kinaonekana, ni imani. Wakati walikusanyika mahali pamoja, hakuna kitu walifanya, ni kuamini, waliamini. Hivyo amesema imefanyika. Ona wewe ikagerelia kuingelia, wewe unajifanya kazi inakuwa mzito kwako. Kazi yako ni kukaa chini, kungojea kuambiwa, unaamini, wewe na wewe unapelekea mwingine. Hata mimi ni kuamini na kuletea.
Haleluya. Amen. Na inathibitika kweli ya kwamba hiyo kitu imeingia ndani ya moyo wako, aidha kwa njia mbaya ama nzuri, wakati unafungua mdomo unaongea. Take kuli. Wewe ukipata msichana, wewe tu unaongea na ukimuuliza swali hajibu. Kesho kuna mwaka wa kwanza na haongei, mwaka wa pili na wewe huyo tu ndio unaona unafaa kuoa. Utamuoa ama hautamuoa? Kwa nini? Kwa sababu kuongea hamusikizani, hamuelewani. Yaani hata kuelewa anaweza kuwa anaelewa, lakini hapa ndani ya nyumba la Bwana watu wengi wanasikia na wanaelewa, lakini hawaonyeshi. Kunena ndio kusema nilipokea bibi kama ndini za moto. Nilipokea uvumi. Haleluya. Hata kama uwezi onyeshana ndio huu, utauonyeshana nawe wakati kia tumingine. Kumbuka ni kunena. Sio ati kubana te. Ni vile tulikuwa tunafikiria sasa kukia. Kupuliza hiyo roho. Kupuliza hiyo roho ni kuongea. Kama vile sasa tunavyoongea pamoja nao. Haleluya. Number 4. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu inajibiwa tu. Hii mstari wa 3 ukiutazama vyema umefungwa na namba 2 na namba 4. Kwa hivyo hii kitu inaonekana, si kitu inagusika na si kitu kamili. Wakati ilipoingia ndani yao, watu wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Kuongea ni kitu utaonyeshana, si kuongea ni pumzi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati wote unapokuja ndani ya nyumba ya Bwana, ni utayarishe moyo wako upokee pumzi, upungukiwe na yule ametumwa, upokee kile kinafaa uweze kukipokea. Wakati utakapokipokea, hapo ndipo mwanzo wa maisha yako ya roho. Bwana asifiwe. Haleluya. Kama yule anayekufundisha atakufundisha na roho na kweli, utapokea maisha yako ya roho inaanzia pale. Bwana asifiwe. Na hata wakati mmoja tunafanya jambo lolote utakuwa na uoga. Na jambo lolote likikuja katika maisha yako likikuja kinyume, utajitambua kabla. Kama ni kinyume na mapenzi ya Mungu, utajitambua. Na utaelewa huu si Mungu. Hii si njia ya Mungu. Hii si mapenzi ya Mungu. Hiyo sauti si ya Mungu. Utaelewa. Bwana asifiwe. Utaelewa kabla hujachukua hatua. Tunaingia katika hatua, tunaingia katika jambo sababu hatuna roho wa kutuongoza kutambua msemo kutoka katika kinywa cha Bwana kupitia neno. Bwana asifiwe. Tunakaa kama mabudu.
pamoja watu wa Mungu. Kwa hivyo wakati ule Roho wa Bwana anapoingia ndani yetu anatubadilisha mara moja. Walibadilishwa au kubadilishwa? Mstari wa 4. Wakati tu aliingia walianza kuongea na lugha. Walibadilishwa. Mioyo yao ilibadilishwa. Mbele hawakuwa na mabadiliko yoyote. Na yule Roho akaanza kuwa roho, yaani yule Roho akafanyika kuwa sasa ni wewe mwenyewe, wewe kiumbe, wewe Roho amepata mahali pake pa kuishi. Adweli please, amepata kikao. Bwana asifiwe. Wakati anapoingia anafukuza zile zilikuwamo, yeye anapata nafasi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huwezi badilika kama Roho hajaingia ndani yako. Haiwezekani kama. Haiwezekani uwe na moyo wa Mungu na kutambua mambo ya Mungu na kuandamana na Mungu kama hajafika kuwa. Haujafika kuwa his dwelling place. Haujafika kuwa temple of God. Bwana asifiwe. Na tutafika katika hiyo nafasi wakati gani? Kufika katika nafasi hiyo tunaita dwelling place ni kuamini wakati utakapoamini. Roho wa Bwana kazi yake ndani yako anakusaidia kuamini kazi ya Kristo. Sababu wakati ule Roho hakukuwako, hawakuhubiri sababu imani haikuwa kamili ndani yao. Hawakuwa katika ukamilifu. Yesu hakuwa tuma sababu ukamilifu ulikuwa umepata nafasi ndani yao. Nini anatukamilisha? Ni the Holy Ghost. Wakati anapoingia ndio tunakuwa kamilifu. Na kama hajaingia unakuwa na wakati mgumu. Na mara moja wakati tu amekufanya hivi, pande yako ya kiroho inakuwa katika heaven. Inaitwa heaven. Wakati Roho Mtakatifu ameingia ndani yako, pande yako ya Roho Mtakatifu inaitwa heaven. Bwana asifiwe. Pande hiyo, yaani nafasi hiyo yake imeingia ndani yako inaitwa heaven. Nayo pande ile ilikuwa ya kwanza kabla hajaingia inaitwa earth. Bwana asifiwe. Inaitwa earth. Kwa hivyo ni heaven and earth zimekuwa combined. Bwana asifiwe. Hallelujah. Wakati heaven and earth zimekuwa combined inatoa kitu kingine kipya. Lakini mbele kumbuke ulikuwa ardhi kabisa. Ulikuwa mtu wa ulimwengu. Kwa hivyo hiyo ya physical parts, physical ni kama vile ukisoma hapo unaweza chukua hiyo dimi za moto sikawashi. Kama vile unaweza sasa sema walishikiwa na Roho Mtakatifu kama dimi za moto, ushike tu hivyo pasipo kufafanukiwa. Wewe utakuwa tu mtu wa adili. Wewe utakuwa tu adili parts. Ogo yake bogere yake ikoge dikio to yake kete kana tipo etiketi. Etiketi de mama ukimone ne kenya Roho wa nebe sia mwakiani. Not pia tofauti hiyo. Nini tofauti ni nini? Hiyo physical mwili wako wakati wote unakuwa uko katika nafasi ya physical. Mwili wako ni physical, si ndio? Kwa hivyo hiyo ni nayo spirit yako, roho wako ndani yako, mahali hapo Roho anaendaga kukaa moyoni mwako,
hiyo part ni inaitwa spiritual, ni heavenly part. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtu anakuwa na vitu gapi katika maisha yake? Mbili. Unakuwa na maulimwengu mangapi ndani yako? Mawili. Na hiyo maulimwengu inapelekana haipelekani? Inapelekana, kwa sababu wewe ndio utakubali kile kimekuja kinaitwa spirit, Holy Ghost, kitawalie physical part. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mwili wako, apia mwenzako, mwili wako ndio meeting point of heaven and earth. Mwili wako ndio meeting point. Nebuwa mnatigo, mwili wako ndio meeting point, your body ndio meeting point. Kwa hivyo pasipo body, heavenly and earthly ama earthly haziwezi meet. But wakati ule uko na mwili, sababu ndio inaitwa temple, na temple ni earthly. Spirit yule anakaa ndani ya temple. Bwana asifiwe. Ndio heavenly. Kwa hivyo ni immaterial ni spiritual, heavenly. Immaterial inaishi ndani ya material. Christ amefichwa ndani yako. Christ amefichwa ndani ya mwanadamu. Christ amefichwa ulimwenguni, na haonekani usipo fafanuliwa. Bwana asifiwe. Christ amefichwa ndani ya neno, scriptures, na usipofafanuliwa hauwezi kuona na hauwezi kutambua. Utamshika tu katika ulimwengu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo your spirit is in heaven. Your physical body is on earth. Kwa hivyo katika hizo waodibili umepewa hiyo nafasi ya hiyo maulimwengu mawili uweze kufurahia. Kama saa hii tunafurahia katika ulimwengu wa roho. Jana tulikuwa katika saingine ulimwengu wa mwili, na kuna masaa ulioga ukajikuta umeingia katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo unaweza kuwa katika ulimwengu wa rohoni na uweze kuwa ulimwengu wa mwili katika wakati mmoja. Hii ni mambo tunafaa kuyatambua, watu wa Mungu. Tulitoka mwilini ndio tutambue mambo ya roho. Tulizaliwa katika mwili ndio wakati tutakuja tuweze kubadilishwa, tuweze kufika kuitwa new creatures, tuweze kuanza kutambua mambo ya roho. Bwana asifiwe. Nayo ndio sana unahitajika kuyajua, ndio iweze kukomesha chochote kile kitokanao. Kina uwezo na kina nguvu juu yako ya kukukomesha na kukudhibimisha na kukuondoa katika uwezo wako. Bwana asifiwe. Na wakati ule utaelewa, hebu sikiliza mtu wa Mungu. Wakati ule your spiritual part itaweza kuwa na uwezo na itambue na utambue nguvu ulio nayo katika nafasi hiyo ya spiritual part, ama katika hiyo nafasi ya heavenly. Bwana asifiwe. Na kuambia wakati wowote utakaposema jambo kwa kuamini spiritual part
asifiwe. Utashusha heaven spiritual part, utaishusha in the world part, earthly part. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati wote utahitaji, Bwana, unasikia ombi lolote chochote utakapokifunga hapa ulimwenguni, direct kimefungwa mbinguni, sababu wewe, kwa sababu mimi agre, si ndio? Mimi physical. Sisi kwa najaribu tu wakati ninapoamini ya kwamba Christ yu ndani yangu, ama nimeshabadilishwa na nikaacha sasa, sitawaliwi na ulimwengu mmoja wa ulimwengu tulio ndani yake. Sasa niko na utawala mwingine wa mbinguni. Wakati wote utaamini utawala wa mbinguni uko na uwezo na uko na nguvu, hapo ndipo lile ombi katika aina John 3 mstari, kama utafungua ama unaweza kufungua moja, 1 John 3 mstari wa 24 22, ama Roma 10 12. Nani gani utafungua? Si mmoja afungue ile na mwingine na zingine nyingi. Siko akina nini? Hata hivi siko katika wale nini gospel. Hebu soma ile, nani umefungua nani leo? 1 John 3:22. And whatsoever we ask, we receive of him, because he keeps his commandments and do those things that are pleasing to him. You keep his commandments. Bwana asifiwe. Chochote utakapokiomba na kile umeitisha utapewa, kwa sababu umetimiza. Umejua ya kwamba nikiwa hapa ulimwenguni nina uwezo, nina command, nina authority ya kushusha ufalme wa mbinguni hapa niko. Haleluya. Kwa hivyo nikiushusha utatawala kulingana na vile ninavyoamini. Ndio natwanyitana. Nitagia na uhoti na hinya wa kuota. Nimenyete na uhoti na hinya wa kuota kuhusia kile iguru ya kurehe iguru go. Na wana dare iguru go kote. Utulia wote bila patala ni kugia na kuoga na kugia na go. Ngoja na go. Twakati. Kwa nini hatupati cha mbinguni? Kwa sababu tunavuta cha mbinguni. Hatuvuti cha mbinguni, hatushushi ufalme wa mbinguni mahali tuko. Bwana asifiwe. Wewe unachukua ya hapa unaipeleka, haiwezekani. Tugusa ya toikoro kagi yake au ingili yake ya baba wetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Si ulimwengu upate, ni ufalme wako uje. Ni wewe ushushe ufalme wa Bwana wapi? Hapa. Ndio utawala wa ufalme wa Bwana uweze kuonekana. Haleluya. Ikatutwanyitana. Ndio tabaki wa iguru turare haha. Nora ule hena jira yangu etekia. Nora ule hena jira yangu tambura. Ati haleluya. Holy Spirit, wakati ule ufalme inaitwa Holy Ghost, aliingia ndani ya mitume, mara moja waliongea na lugha mpya. Kitu hakionekani unakifanya kama kinaoneka, lakini ni kwa uwezo na kwa kuamini neno la Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Kwa nini wote kwa kila maundu maria mote wendete na maria wendagiriria ni ukorwo ukimenya kuthakira uthamaki wa iguru utangiuka haha ti uyu uguthie mwigo ni ucio uka no ukaja kwa njia yako wewe mwenyewe kuamini.
Bwana asifiwe. Ni Christ atawashukia wale walio. Ele maadili mudhi umwageka ate. Ale ndio leo ngia gitiko. No wa mukirira no ayora Kristo. Ne motivo kana ne motivo. Ne motivo kana motivo wako. Kuria Kristo okire. Ale kia kuliuka. Kristo okire kana adire na igoro. Amen. Kwa muda kidogo mtanikosa. Na kwa muda tena kidogo mtaniona. Haleluya. Hedeo si ndio alikutana na kina wale wa Emmaus. Wakati huo ndio sasa aliwa mitume walienda wakakaa mahali pamoja, akawashushia ufalme ukaanza kunena ndani yao. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Ndio ninamwambia alikuwa hekima na kwa kuvumilia. Na kwa kutaka kujua, kwa sababu ukitaka kuharakisha hautatambua kitu. Utaona matoroho tu matupu. Ukoa gani kwa ajua ni kuruka mambo kile na yake ya manoika. Sababu siri ile imefichwa. Hutaki kuitambua. Bwana asifiwe. Wewe utatosheleka tu na mambo kidogo. Ni kweli. Tuko pamoja? Ataona umesoma. Kwa sababu 22. And whatsoever we ask, we receive of him, because he keeps his commandments and do those things that are pleasing in his sight. Kukeep commandments, usifikirie ni kukeep vile unafikiria vile tulikuwa tunafikiria kukeep law and commandment. No. Kukeep commandment ni kuamini kazi ya Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Na tena kuamini aliyeenda alifanya nini? Alikuja. Aliyeenda kwenda kwake ni kuja kwake. Kwenda kwake ni kuja kwake. Kwa muda kidogo nitakwenda na kwa muda kidogo nitarudi. Yes. Kwenda kwake ni kuja kwake. Kwa hivyo alipoenda hivyo na ameni wake na vile ameenda hivyo tu. Ni mradi kana makerogo. Mumeangalia juu na mnaangalia hivyo, mumeona ameenda ndivyo tu atarudi. Walikuwa wanaangalia na hawaoni akienda, kwa sababu ni kama kuvumba na kuvugua ni kiflash. Bwana asifiwe. Wakakaa wakiangalia kama angalia ubadili uko na ubadili ni kwa okay atiamoni ya igira thini wa tondu ni horo wa roho. Bwana asifiwe. Amen. Sasa mshindi na huko mkingangana na udini mkitaka kwa mnasikia kama ndio wanaongea nini vizuri. Wanaongea uzuri nini ukweli gani? Na tulikuwako na hatukuwa na hiyo nini? Kweli. Hatukupumzika, hatukupata amani. Hatukufunguliwa kutokana na condemnation. Bwana asifiwe. Tulikaa katika tukustakiwa na mioyo. Kwa hivyo kutambua Christ na kazi yake na kutambua wewe heaven iko ndani ya Bwana asifiwe. Mmekuwa yani mmekuwa sasa kitu kimoja, heaven and earth on one place. Bwana asifiwe. Mahali pamoja. Hapo ndipo utaweza kushusha ufalme wa mbinguni nje hapa. Nikiona mlango kali igia inazao tigai mato tiga mutiko kiende kumenya no ndo kitaneria siele. Haleluya. Tiga mutengera kubona kuri ogisire ni muteiteka ndugiteiteka. Tiga kusiria ndio ndio kuboreria hora wa igoro gotire. Ni igoro igura gia tondu ni urarokia eguria wa yes. Kwa hivyo wakati mule utatamu
hivyo utaweza kutengeneza heaven. Heaven hapa ulimwenguni. Sasa tunautengeneza, hatujatengeneza. Dhaisi ningetekete. Tunatengeneza hivyo kwa wote. Tumetengeneza heaven. Angema. Wanasifiwe. Tuko pamoja. Iguru nende watu na wao kutumalelitebea. Heaven iko ndani yako na wewe utafanya heaven ifanye kazi katika maisha yako. Mambo ya ufalme wa mbinguni haihitaji ukibishane na watu wengi. No, inahitaji uweze kupelekana na kufundisha wale ulio nao. Sababu watu wengi unawaona 60 waliitisha nini? Miujiza na maisha. Na wakati ilikosa walifanya nini? Walivuja Christ heart. Todo Kristo siregia ni adwe nao. Kumbe ni mahuti. Magugu. Tuhamwe. No akirekeregia magugu mathie. Niguo kana tiguo. Atiguo na aria mario au thamaki uria wewa uria arehire we mwene. Akienda mathie thamaki-ini wao. Na akĩthitiguo no thamaki wao. No aria othe mamwĩtĩkĩrire nĩo ahotithirie gũtuĩka ciana cia irita ciarĩtwo na mwĩrĩ kana thakame ona kana kwenda kwa mũndũ tiga. Haleluya. Kwa hivyo kuna mtu hata mmoja alifanywa kuwa wa Kristo wa Mungu. Yeyote yule alikuwa na akili mbili. Akili moja ni lazima uitupe, ile inakupeleka katika mapenzi yako. Na hiyo akili moja ya ufalme ndio itafanya utengeneze ufalme ndani ya nyumba yako, ufalme wa watoto wako, ufalme wa bwanako. Haleluya. Daudi nabii hakujali Joshua akisema mimi na nyumba yangu, kwa sababu alikuwa anajua ufalme wa Bwana ndani yake na atatengeneza ufalme kwake kwa nyumba. Haleluya. Job alikuwa anajua hata kama wamemaliza kila kitu, mimi najua ufalme wangu. Hakutegemea anything. Ufalme ukiwa wako, hata uonekane kama umefika mwisho, kila kitu kitaweza kutokea tena upya. Na yeye ngokwera ukahorerwo maita, yeye ngokwera ugotondo na uri akaheirwo ile tu atano. Ara na ile tu igana Job. Ara heirwo igana sokenye igana. Mutumia ale na igana. Omo aheirwo asoke ala na igana tumia magituika igana. Haurio. Mwana ni agoche. Indo ciake ciothe iria cionire cia maũndũ make mothe magĩcenjia. Tondũ njũĩ haha ndahota kuuga ũkũhũrĩrwo indo times. Waririkana twana tũrĩa wĩna tuno ũrĩa tũrakũgia. Ngwĩra atĩ ũkũhũrĩrwo times. Ũririkane Kamau na Karanja. Kamau na gagegĩtwo Ndirangũ goke. Na nĩguo Kamau agiire. Gatirangũ gekũndũ aragũithũ ti ndware kansa. Bwana asifiwe. Ndio mwenda kwenda double. Niko kwenda kila kitu nigeguse. Higusenjio. Ngoro yote ya kitu kile amenakio nigusenjio tondu uria mtawala wake amebadilisha. Haleluya. Amen. Kiundu na tukwenda kila hiki. Diga ihenya. Diga kuroga no atu. Yesu na amoroga na kaugate. Twende mafichoni. Sababu alikuwa anajua mururugano hauna faida. Tutio ate katika kina. Apigini tukienda unaona watu wengine. Watu wengi ni wewe. Na wale utakaohubiria. Ukihubiria mtu mmoja
ujue wewe umekuwa a great man or woman of God. Bwana asifiwe. Amen. Umekuwa mtu wa ajabu na mtu mkubwa na mtu anaweza kufanya jambo lisilowezekana katika ulimwengu. Kaida inapata na kaka. Ati huyo kama ukakorwa na kametiki kanini. Kanini ta. Bewe ya karatari. Sio imani, sio ya vitu kubwa na nyingi. Katoko. Utabomoa milima. Utafanya mabonde iweze kuwa tambarare. Bwana asifiwe. Utavunja milango ya shamba na ya chuma. Ufalme, mbingu itashuka hapa na utengeneze mahali patakatifu katika maisha yako. Bwana asifiwe. Salimia mwenzako, mwambie unaisikia hivyo? Sahi nimalizie hii message ndio ninataka kuendelea nayo saa hiyo nyingine ndio tuweze kuanza. Bwana asifiwe. Tutarudi tu pale. Ufalme wa mbinguni unafanya kazi namna gani ndani yako? Bwana asifiwe. Sasa inaweza kuwa topic. Leo hivi ufalme wa mbinguni unafanya kazi namna gani ndani yako? Udamaki wa iguru rangu tabira ya dini wako. Kanoni tawera. Sababu tunatumia kawaida. Wakati wote umeanza kutembea katika roho. Na wakati unapokubalisha roho wa Bwana aanze, sasa hapa tena nataka uweze kuelewa. Mtu anakuwa na mazao ya roho, fruits of the Holy Spirit. Mtu anakuwa nao wakati gani? Unapokea mazao ya roho, Mama Jerry. Unapokea mazao ya roho wakati gani? Yanaanza kuonekana wakati gani? Wakati ule umekubalisha Roho Mtakatifu ama ufalme wa mbinguni ama utawala wa heaven uweze kuingia ndani ya ardhi milele. Bwana asifiwe. Wakati umekubalisha Roho wa Bwana aanze kutenda kazi ndani yako, hapo ndipo unaanza kuonyeshana fruits of the Holy Spirit. Matunda ya Roho Mtakatifu haipatikani na watu wasio na roho. Sijui kama hapo mtajijasia na jambo lingine. Tulikuwa kondini na tulikuwa tunasema tuko na mazao ya roho, wakati tulikuwa tunaona kama tunapenda watu, tunawaangalia hospitali, tunawapa maguo, tunawahurumia. Kuna mambo kama hayo tulikuwa nayo. Si tulikuwa tunakibishana na hizo zote. Hiyo ilikuwa kimfano, ni kama. Ilikuwa ni kama. Lakini leo tunanena juu ya reality ya Holy Spirit, ya kuwa na matunda ya roho. Ni wakati ule Roho Mtakatifu ameingia ndani yako, unaanza kuzaa mazao ya roho. Haiwezekani uwe na mazao ya roho kama ufalme wa mbinguni mwenyewe Christ hajaingia ndani yako kupitia Roho Holy Ghost. Tiuga tengi tunakiona na roho nasoke ndia teni ole masiaro maro. Hobo imeteko. Makisiaro wameke. Gundo siarenya. Mono siareke hiyo. Depende wa siare boso. Haiwezekani. Roho anazaa roho. Holy Spirit anazaa kitu zinaandamana na Holy Spirit. Iko Spirit anazaa kitu inafanana na iko Spirit. Na utajua watu wa Mungu wakati ule wataongea, ndio utatambua kile kinachotoka ndani yao, kama ni roho wa Mungu na kama sio roho wa Mungu utatambua na kunena.
wote wanakuja hivi. Kila soko wako. Lifti kudaya. Anole je. Ndio katole ila kakatibu. Ndio kweli. Kweli. Kwa hivyo wakati Roho anaingia ndani yako unakuwa unaanza kuzaa matunda. Wakati umeanza kuzaa matunda, umetengeneza heaven on earth. Bwana asifiwe. Umetengeneza heaven. Wakati sasa umeanza kuonyeshana matunda ya Roho Mtakatifu, umetengeneza heaven. Kwa hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu umekubalisha Roho wa Bwana ataawe katika utawala ndani yako, na already umeshakubalisha exercise mambo ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo sio pastor atafanya, ndio usaliambiwa waambiwe. Old Testament and New Testament ni one, lakini lazima kufanyiliwe. Kwa hivyo unaweza kukuta ufalme ulete hapa. Bwana asifiwe. Uko na uwezo mkuu sana kwa kufuta ufalme kutoka mbinguni na kuleta hapa. Kwa hivyo uwezo wote na nguvu zote na mamlaka yote iko juu ya nani? Ya Mungu ama kanisa ama pasta ama wewe. Vitu hizo ni nne. Kuna wewe, kuna Mungu, kuna kanisa na kuna pasta. Nani mwenye uwezo wote? Bwana asifiwe. Wewe. Bora tu direction inawekwa ndani. Haleluya. Hakuna wakati unaona pasta amesimama hapo akisema ate huyu nilimwambia yule ni hapana, ate atakuwa ni gayoka twele oyo arungale wangu ale wako. Otia wakati ndio wako ujeiri atakelea waikuye. Kiwa hiyo ndio ya kutendiye wakirudhirie wega ate. Mwana ni arokosha. Ona wikitikiria injili no wigweta editu kana wigweta tani na mashia. Mwana ni arokosha. Neko nekatarina wira mwingi ni gutumu no ikingira thini wa no ni nditumu ungimeiga ndani ya sheria nadi ukigeni ukugeria kumeiga ndani ya nadi ndole watu wa mulingo mulingo toshi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo chochote kiko mbinguni una uwezo wa kukileta wapi? Haleluya. Na kitawalia wapi? Na kitawalia chochote cha lolote unalo na liweze kuwa kamili na change na uone faida yake. Tusimame, tutakuja kuanzia hapo. Haleluya. Bwana asifiwe. Naomba worship. Nataka umshukuru Bwana wakati tutaendelea na hiyo worship moja. Nataka umshukuru Bwana sana. Kwa sababu sasa umeelewa, umetambua wewe ni nani. Haleluya. Kuna ni maufalme mangapi yanatawala ndani yako. Bwana asifiwe. Ni moja makimenga na marata baradini wangu. No we na hinya wako usio wakule hiyo dhamaki wa igoro haleale. Kana ndio dhamaki wa wako wote maigoro. Dewa igoro kuhusia okeha. No kutuma maundu make mothe magasine na magia na hinya na makinya nere. Nyondo wake wakurehe uthamaki hali yangu. Bwana asifiwe. Karibu. Yale nisiyoyaweza Bwana
itakulemea. Kwa hivyo hata tukiimba huo wimbo, ujue ya kwamba unaweza danganyika na kurudi, kwa sababu unajiibia moyo wako lullaby. Yale usiyoyaweza Bwana, hata hakuna atayaweza namna gani, na alikaa na alikupe kila kitu, na amekwambia saa hii ufalme wa Mungu shusha, ukuja utawale. Sio yeye atakuja kukufanyia. Ukweli ama si ukweli? Nikuwa kana tibuo. Kwa hivyo sio yale nimeshindwa. Ni sasa uende ubadilishe hiyo wimbo ikuje yote nimeyaweza. Kana umeenda na kulotoa. Ndio mjoli yake yale kwa mtia. Kato igueroke. Na wewe waku lugania. Haleluya, hosana kwa Baba. Ya hosana. Haleluya, hosana kwa Baba. Haleluya, hosana. Haleluya, hosana kwa Baba. Haleluya, hosana kwa Baba. Haleluya, hosana kwa Baba. Haleluya, hosana.
ameniponya, amenifungua, amenisimamisha. Miaka 2000 imepita, amenifanya kila kitu ninachokihitaji, amenifanya kuwa kiumbe kipya, amenitukuza. Mimi sio mwenye dhambi, nimefunguliwa katika dhambi zote. Ufahamu wangu ndio ufahamu wake. Nimesimamishwa katika utukufu na katika neema. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua kwa sababu umetubariki. Bwana, umetubariki kikamilifu, umetubariki. Hatungojei baraka zingine zozote zile. Twajua na tunaamini umetubariki na baraka zote, kwa sababu kama mfalme wa ajabu tukitimiza hiyo command, ati jambo lolote tutakaloliomba Bwana Jehova Jireh litaonekana na tutalipokea. Jehova, ni kuonyesha ya kwamba kila kitu kimo ndani yetu. Ni sisi tunahitajika tufungue vinywa zetu, midomo yetu Bwana iweze Bwana Jehova Jireh kufunguka na tuweze kunena, na ndio yale yote Bwana Jehova Jireh tunahitajika iweze kuonekana. Ni kwa sababu neno linasema ya kwamba wakati mitume walikubalika katika mahali pale, dimi zinakaa kama moto. Baba wetu na Mungu wetu ndio zilishuka ndani yao na wakaanza kuongea lugha mpya. Nasi Bwana tunaamini ya kwamba mfalme mwenye nguvu na mwenye utukufu, kama vile hiyo dini ilikuwa kama moto, hivyo ndivyo tumepokea neno lako. Neno Bwana Jehova Jireh litafanya kazi kamili ndani ya kila maisha yetu. Ilibadilika, tulibadilika kuwa wana wa Mungu, watu wasio na mawaa wala hatia, watu katika ufalme wa mbinguni wamekaa pamoja na Kristo katika mkono wa kulia. Asante Bwana wetu Yesu Kristo. Uponyaji wako mfalme, kuna wakati tulikuwa tuna uhitaji, lakini sasa Bwana, kwa sababu ya kutambua vile neno lako linapotafsiriwa, uponyaji huu ndani yetu. Uponyaji Bwana tumeupokea, ushindi tumeupokea, msemo tumeupokea, utajiri wa mali na vitu tumezipokea. Jehova, wewe ni mkuu, wewe ni mkamilifu, wewe ni mtakatifu. Hakuna jambo Bwana lisilowezekana kwako kwa wote wana waaminio. Asante Mungu wetu mfalme, kwa sababu hao watu wako hapa. Injili itaenea kokote ulimwenguni kwa ajili yao, pamoja na mabwana wao, pamoja na mabibi wao, pamoja na watoto wao. Ni kwa sababu sisi ndiyo ile sehemu ya kwanza ile ilipokea ulinzi wako Bwana kupitia Yesu Kristo. Na sasa hivi Bwana, neema yako Bwana tutaieneza kila mahali, watu wote waweze kujua na kutambua kuna upya katika Kristo Yesu, kuna amani ndani ya Kristo Yesu, kuna kufunguliwa ndani ya Kristo Yesu, na si kufunguliwa tu, ila ni kupewa neema ya ufalme wa mbinguni. Tutaupokea, tumeupokea na wataupokea ufalme kulingana na vile Bwana Jehova Jireh umetufundisha kupandamana na neno lako. Pokea sifa wewe Mungu wetu mfalme. Sisi hatuna jambo lingine lolote ila Bwana Jehova Jireh kukutegemea, na ila Bwana Mungu wetu kukubali mwongozo wako katika kila jambo. Na ni katika jina lako Yesu Kristo mtumishi wako naye akienda kutunenea, na hata Bwana Jehova Jireh waimbaji wakiimba na mambo yale mengine iliyo mbele yetu. Jehova, ninakushukuru nikijua ya kwamba kuna matamshi itokao katika kinywa chako itatamkwa na watu hawa kwa pendo lako Bwana Mungu na kwa mapenzi yako. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote.